Danet Event 2025 Nuru ya Matumaini. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii tena ya siku ya leo. Hebu nione wale ambao wameanza kufanyia mazoezi usafi wa mitandao ya kijamii kuanzia jana. Hata wewe unayenisikiliza kutoka huko mbali. Naamini kabisa tukidhamiria Mungu atatuwezesha, tutakuwa wasafi kwa kutumia mitandao ya kijamii. Tutapunguza kwenda na kompyuta na simu vitandani, tutaziweka mbali. Tutakuwa na nafasi ya kuongea vizuri na familia zetu. Tutaepuka athari zitokazo nazo na mitandao ya kijamii. Leo tuna somo jingine linalosema ngono na usafi wa maadili. Ngono na usafi wa maadili. Siku ya kwanza kabisa tulijifunza kwamba Mungu ndiye aliyeumba ngono na kwamba ni kitu kizuri kilitoka mikononi mwa Mungu kwa makusudi mema tu, na Mungu akakiundia mahali. Mungu ndiye alileta hamu ya ngono katika mwili wa mwanadamu, na akamwambia kwamba ifanyikie wapi, wakati gani, mahali kwa na mtu gani. Alisema hivyo, na tukagundua kwamba ndani ya ndoa ndipo ngono tu inaweza ikafanyika kati ya mume mmoja na mke mmoja. Ndio maana akasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Na huyo mtu na mkewe walikuwa uchi wote wawili, wala hawakuona haya. Watu wanapokosa haya wakiwa na mke wa mwingine na mume wa mwingine, ni kinyume cha maagizo ya Mungu. Au wanapokosa haya wakiwa hawako ndani ya ndoa, ni kinyume cha maagizo ya Mungu. Tendo la ndoa sio kati ya mnyama na mwanadamu, wala sio kati ya mwanamume na mwanamume, wala mwanamke na mwanamke, wala mtoto na mtoto, wala kati ya mtoto na mtu mzima. Ni tendo la ndoa linapaswa kuwa kati ya mwanamume na mwanamke waliooana. Tena sio wanawake na mwanamume mmoja, au wanaume wengi na mwanamke mmoja, kulingana na neno la Mungu. Na sasa tuangalie tena mapenzi ya Mungu kuhusiana na habari ya ngono yakoje. Maana usafi wa maadili, usafi wa ngono limekuwa jambo adimu sana katika jamii. Inaonekana unapokuwa mchafu kingono, dunia inakuona kama wa maana sana. Kwa hiyo Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 3, anasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake. Yaani Biblia haiwezi kusema uweze mwili kama inajua hatuwezi. Kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si kati ya hali ya tamaa mbaya kama watu wa mataifa wasiomjua Mungu. Kwa maana nyingine, wanaomjua Mungu wanapaswa kuwa waadilifu katika masuala ya ngono na mahusiano ya kimwili. Biblia inatuelekeza kwamba inajali usafi, na usafi ambao Mungu anaujali ni ule usafi wa mwili na usafi wa roho. Ni kwa nini anazungumzia juu ya usafi wa mwili na usafi wa roho? Ni kwa sababu usafi wa mwili ni ile kuonekana nje, kuonekana. Na wote hapa ninapowaangalia, mimi siwezi kusema mzinzi ni nani, maana hamjaandikwa usoni. Mnaonekana safi kimwili kama mimi ninavyoonekana msafi kimwili, lakini ndani ya roho hakuna anayejua. Kwa hiyo usafi wa mwili unatakiwa uwe matokeo ya kile kinachotokea katika moyo. Kuna wengine ni kweli hawajajamiana na watu wengine au hawajazini kimwili, lakini akili zao zinazini kila siku. Wengine wako katika pornografia, picha za uchi. Hiyo ni zinaa ambayo haionekani katika mwili, lakini ndani ya moyo inaonekana.
Kwa hiyo ndio maana Mungu anataka usafi wa mwili na roho. Na Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo tunakuwa na usafi wa maadili na ngono kwa sababu tunajua kuna ijara Mungu atawalipa walio safi. Mungu yuko wazi pia, anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 fungu la 2, anasema hivi: lakini kwa sababu ya jaribu la uasherati kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Ndivyo mwongozo wa neno la Mungu unavyotuambia. Unapokwenda kinyume na mstari huo, umetenda dhambi. Unaitwa mwasherati, unaitwa mzinzi. Hiki kinaitwa zina. Na neno la Mungu linanishangaza sana. Soma kitabu cha Mithali sura ya 6 fungu la 27 mpaka 28. Anasema hivi: je, mtu aweza kutia moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake. Kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Yaani anazungumza kwamba anayechukua mke wa mwingine na pia anayechukua mume wa mwingine ni sawasawa na kuweka moto katika kifua chako. Ni sawasawa na kuweka moto katika mapaja yako. Kuungua ni lazima utaungua. Madhara yatokanayo na uzinzi ni makubwa. Au kijana ambaye hajaoa anapo tenda tendo la ndoa nje kabla ya kuoa, anaweka moto katika kifua chake. Na tena anasema hivi: mtu azinie na mwanamke. Mithali hiyo hiyo sura ya 6 fungu la 32 na 33, anasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Mnasikia hili jambo? Hana akili kabisa. Huyo sasa nafikiri ni mpumbavu. Maana nafikiri mchungaji Mbaga alituambia tofauti ya mjinga na mpumbavu. Maana asiye na akili kabisa ni mpumbavu. Afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Tumeona watu wengi ambao wamedhalilishwa mbele ya watoto, wamedhalilishwa mbele ya watu wanaowasimamia kazini, wamedhalilishwa mbele ya umati kwa sababu ya zinaa. Matokeo ya uzinzi, anayezini na mwanamke wala mwanamke anayezini na mwanamume, Biblia inasema hana akili kabisa. Sijui tunataka Biblia iseme namna gani ili tujue kwamba zinaa ni dhambi. Ngono sio kipimo cha upendo. Nitawaeleza vizuri baadaye kidogo. Lakini kwa nini nasema ngono sio kipimo cha upendo? Ni kwa sababu tunawapenda watoto wetu, tunawapenda wazazi wetu, si kwa sababu tunajamiiana nao kwa ngono. Lakini utatoa maelezo gani kama ngono ni kipimo cha upendo unapoeleza habari ya ubakaji? Watu wanabaka sio kwa sababu wana upendo. Watu wanapatia mimba watoto wadogo ambao wangeendelea kimasomo. Kama wangewapenda wasingefanya hivyo. Watu wanabaka watoto wadogo. Kweli ngono sio kipimo cha upendo. Na kama kuna msichana au kijana anayedanganya kwamba nidhihirishie kwamba unanipenda, umedanganywa. Umedanganywa kabisa. Sasa tunataka tuangalie, kuna nadharia za uongo ambazo ulimwengu na wadanganya vijana au wanandoa wakisema hivi. Kuna uongo namba 1, wanasema hivi kwamba mwanadamu pia ameumbwa kama mnyama. Kwa hiyo yeye ana hisia hizo. Kwa hiyo huwezi kufanya chochote dhidi ya matakwa ya mwili, kwa sababu hata wanyama wanafanya hivyo. Ndege, nyuki, wadudu wa kawaida wanafanya hivyo. Huo ni uongo wa hali ya juu. Kwa nini? Ukweli ni huu. Tuna uwezo sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameweka uwezo katika ubongo wetu dhidi ya miili yetu. Hata kama kuna jaribu, ndio tuna uwezo wa kufanya maamuzi katika ubongo wetu. Yaani hakuna tendo la ndoa au ngono yoyote inayofanyika kwa ajali. Ni maamuzi thabiti.
Binadamu anawajibika kwa matendo yake, si kama mnyama. Ngoja niwaambie, huyu mdudu unayemuona ambaye ni jamii ya panzi anaitwa vunja jungu. Si mnamfahamu huyu mdudu? Huyu mdudu ana tabia ya ajabu. Anapojamiana na jike huyu mdudu, sio wote, lakini kuna aina kubwa tu ya hawa vunja jungu ambayo anapojamiana na jike jike likimaliza kujamiana na hili dume, linakula kichwa cha yule dume. Linakila kile kichwa na kukimaliza, na lile dume hata kama linaliwa haliachi ile linaendelea kujamiana mpaka linapokuwa limepotea kabisa. Sasa hili halina akili, lakini wapo wanadamu ambao wanakufa, wanaona anaendelea kung'ang'ania, lakini anajua yuko kwenye kifo. Ndio maana nasema kwamba azinie na mwanamke, azinie na mwanamume, hana akili kabisa. Ni vunja jungu, kama vunja jungu kabisa. Wanadamu, unajua msukumo wa ngono unatokana, yani kiungo kikubwa cha ngono ni kiko katika ubongo. Ubongo ndio unaotutofautisha sisi na wanadamu. Tuna sehemu ile ya ubongo inaitwa prefrontal cortex. Hapa ndipo kitovu cha maamuzi, kitovu cha kufikiri, kitovu cha kujifunza. Mwanadamu ndio maana Mungu akamwekea sheria, akamwekea maagizo, kwa sababu yeye anafanya vitu kwa maamuzi, sio kama mnyama. Kwa hiyo mwanadamu hutumia akili zake timamu kuamua na ni namna gani watafanikisha hilo tendo, ni lini, ni wapi, na ikiwa atamridhisha huyo mpenzi wake katika habari ile ya ngono afanyeje. Kuna mpango thabiti. Kwa hiyo ni uongo kabisa kwamba watu hawana uwezo wa kujidhibiti. Uongo namba 2 ni hivi kwamba ngono huimarisha haiba, hukufanya uhitajike, uvutie kwa kila mtu na utajiamini zaidi. Hii inakuwa hivi, kwa mfano wanawake wanajiingiza kwenye ngono wakidhani kwamba, hasa wasichana au wanawake walioolewa, wanafikiri kwamba wanapendeka, wanahitajika, wanavutia. Kwa hiyo anasema, akiwa anafuatwa na wanaume, anasema mimi ninavutia. Kwa hiyo anapofanya hivyo anajua kwamba amehitajika, na hutumia ngono kama kipimo cha kuwafanya wastahili, wajione kama wanajijengea mahusiano mazuri. Ndivyo wanawake wanadhani. Lakini wanaume wako hivi nao. Wanaume hutumia ngono wakidhani kwamba itawasaidia kujiamini, aone kama anaweza, aone kama anakubalika. Swali lake ni kwamba, je, ninaweza? Na kwa hiyo vijana au wanaume wakati mwingine katika mijadala yao wanaweka kama mashindano. Anataka kujua kwamba hivi nimewahi kuwanasa wasichana wangapi. Anatoa taarifa. Kwa hiyo wewe msichana unapofikiria kwamba sasa ninakubalika, napendeka, navutia, kumbe wewe ni swala la idadi tu. Mtu anaenda kutoa taarifa kwamba amekunasa na wewe. Kwa hiyo hamna cha kuvutia. Na ukweli ni huu kwamba ngono haina uwezo wa kukuimarisha wewe kimahusiano. Haina uwezo kabisa. Na kama wewe ni mwanamke, ngono haitakufanya uvutie zaidi. Haitakufanya. Na kama wewe ni kijana wa kiume, haitakuondolea kutokujiamini kwako. Badala yake itakufanya uhisi kujidharau zaidi. Na kama wewe ni mtu wa Mungu unayemwamini Mungu wa mbinguni, utajisikia hatia, utakata tamaa, utajisikia mchafu, utajihisi mpweke kwa sababu hatia. Ili ujue kwamba hili jambo si zuri, ndio maana linafanyika katika maficho. Mungu ameweka ndani ya moyo hisia za hatia. Sasa wewe kama kijana ufanyeje? Au kama wewe ni mume wa mtu, ni mke wa mtu, ufanyeje? Angalia uchaguzi wako unaofanya. Chaguzi zako zikoje? Unajua kuna watu wanasema hivi, tulijikuta limetokea. Hao watu wanaosema tulijikuta limetokea, wao ni vunja jungu. Wao ni mbwa. Maana mbwa hana kuchumbia,
hana dada yake, hana mama, yeye anadandia tu. Mbuzi ndivyo walivyo. Wanyama wote hawajui. Walio wengi, wanyama walio wengi, kuna siku nitawaambia juu ya wanyama wenye akili kuliko wanadamu. Lakini huwezi kujikuta limetokea labda wewe akili hazikutoshi. Kwa hiyo lingine, kuna wanaosema hivyo, lakini wengine wanasema hivi, mradi tunapendana sio jambo baya. Kumbuka nilisema kwamba ngono sio kipimo cha upendo. Unajua kinachofanyika kwenye ubongo? Ubongo unatoa, unapokuwa ukijamiana na mtu, unatoa vichocheo au hormone zinazoitwa kwa mfano oxytocin na dopamine. Hivi vichocheo ni vichocheo vinavyoleta raha, vinavyoleta kujisikia vizuri, na halafu kukuunganisha na yule unayejamiliana naye. Kwa hiyo ujue kwamba unapokuwa na watu wengi wa kujamiliana nao, unaungana nao hivyo wengi kihisia katika namna hiyo. Na hiyo inatokea hata watu walevi, inawatokea katika ubongo, wanaotumia madawa ya kulevya inawatokea kujisikia vile vizuri, na si upendo halisi. Ndio maana vijana anapoingia katika ngono ya namna hii kabla ya ndoa, anafungamanishwa na yule mtu anayezini naye, anajikuta anafikiria anampenda, lakini ni hormones tu ambazo zimekuja pasipo maamuzi thabiti. Na kwa hiyo anajikuta baada ya ile hali ya kuhisi kwamba alikuwa anapenda bila kuangalia vigezo vingine vya upendo, anajikuta hakuoa mtu sahihi, alitumbukia kwa sababu ya kudanganywa na hizo hormones. Kwa hiyo ngono sio kipimo cha upendo. Useme mradi mmependana. Lakini ngono ndio inawafanya muwe karibu, ni kweli, lakini ukaribu wa muda usio wa kudumu, ukaribu wa kijinga. Ndio maana kama vile mnakumbuka Amnon alimpenda sana dada yake, akasema alimpenda sana, alikuwa ameathiriwa na hili, lakini Biblia inasema hata baada ya kuzini naye alimchukia kuliko alivyompenda. Ndivyo Biblia inavyosema. Lakini wapo wengine wenye uchaguzi mzuri wanaosema kwangu hakuna ngono hadi ndoa, hebu tuwekeane mipaka. Hao ndio watu wenye uchaguzi mzuri. Tuwekeane mipaka. Au wewe siye mke wangu, mimi nina mke. Kwa hiyo watu wa namna hiyo hawavuivui ovyo nguo za ndani kwa ajili ya kila mtu anayepita mbele yao. Nguo zinavuliwa kwa mtu mmoja tu, ambaye ni yule uliyekabidhiwa na Mungu kama mpenzi wako wa maisha. Jambo lingine, tujilinde na vitendo vya maandalizi ya ngono kama huna mpango wa tendo lenyewe. Kwa mfano vijana anakuwa na rafiki yake, wana mpango kweli, labda wanataka kuoana au kweli wanataka tu kuwa marafiki. Unaruhusu wewe binti, unaruhusu kijana anakuvinjari mara kwenye matiti, mara akubuse kwenye mdomo, eti hatujafanya tendo la ndoa. Unatayarisha nini kama huna huo mpango? Jirinde na maandalizi ya tendo la ndoa kama huna huo mpango. Na kuna sababu za kukufanya usubiri ikiwa hujaoa au kuolewa. Sababu ni hizi. Watafiti wamegundua kwamba sio tu kwamba ngono ni bora katika ndoa, lakini ni bora ikiwa utakuwa na mpenzi mmoja tu maishani. Kuna sababu nyingi za kiafya, sababu za kiroho. Inaonekana hata utafiti umeonyesha kwamba wale ambao wanakuwa na ngono na watu wengi, nimekumbuka daktari mtaalamu wa afya alizungumza juu ya kansa ya shingo ya uzazi kwamba inachangia pia, lakini sitaki umwambie kila mmoja mwenye kansa ya shingo ya uzazi kwamba wewe unazina. Mnanisikia vizuri? Usiende kusema hivyo. Kuna sababu nyingi, lakini hii inaweza ikachangia. Hata ule ugonjwa, nafikiri alizungumza juu ya human papilloma virus kwamba ile pia inachangia. Kwa hiyo na magonjwa mengine, lakini pia kukosa mahusiano ya uhuru na Mungu ni jambo baya sana.
Jingine, utafiti katika chuo kikuu cha huko South Carolina waligundua kwamba watu walioshiriki ngono kabla ya ndoa walikuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na ngono nje ya ndoa hata baada ya kufunga ndoa. Kule kwetu huwa wanasema hivi, eti kakidore kalikozoea kukomba mboga au kukomba chakula muda wote kako hivi. Unanielewa vizuri? Eti kako hivi, kanataka kukomba tu. Kwa hiyo mtu ambaye alionja kuwa na watu wengi kabla ya ndoa, hata akiingia kwenye ndoa anahitaji neema ya Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kusubiri. Sababu nyingine ya kusubiri ni kwamba wenzi waliokuwa waaminifu kabla ya ndoa na wakaendelea kuwa waaminifu wakati wa ndoa, wanaridhika zaidi na maisha yao ya sasa ya ngono na katika ndoa zao wakilinganishwa na wale ambao walishiriki ngono kabla ya ndoa. Ndivyo huyu mtafiti mzoefu anaitwa David Larson anavyosema. Sasa kuna jambo hili. Inawezekana ninapoongea hapa wewe haukuwa safi na hata ubikira wako ulishaondoa kama ni kijana, lakini kama wewe ni mtu wa ndoa umesha ruka ukavuka mipaka ukawa na kule Kenya wanasema mipango ya kando, umekosea. Ikiwa tayari umetoa ubikira wako, hujachelewa na habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa una majuto kwa kushiriki ngono kabla ya ndoa au ukiwa ndani ya ndoa na watu wengine, unataka kuanza maisha mapya ya usafi, tunajua kabisa kwamba unaweza kutembea vizuri zaidi pasipo majuto, lakini ujilinde na kurudia kosa. Biblia inatuambia kitabu cha Isaya sura ya 1 fungu la 1 pale, sehemu ya 1 nasema, njooni wote tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Mungu anaturejeshea ubikira wa kiroho katika mioyo yetu, hata kama katika kimwili tumeupoteza. Mungu anaanza upya na wewe, anaanza upya na ana uwezo wa kukushindia. Tumia ubongo ambao Mungu alikupatia kwa manufaa ya kumtukuza. Unaposimama, unapopelekwa na hisia na tamaa za mwili, hujatumia ubongo wako vizuri kama Mungu alivyokusudia. Na Biblia inasema kwamba wewe ni mpumbavu, wewe huna akili. Unajua sikwambii wewe, mnanisikia, sio ninyi nayewaambia wala yeyote anayenisikiliza mahali popote, lakini yoyote anayechagua kuachana na usafi wa maadili au usafi wa kingono. Kuna ugumu kwa kweli kama mtu amezoea kukimbia huko, anageuka kila anapoona kila mwanamke, anavuavua nguo ovyo. Kuna wengine hata anakutana na mtu ndani ya basi, siku hiyo analala naye hotelini. Ni vitu vya ajabu sana. Vitu vya ajabu sana. Lakini ahadi ipo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ahadi ya ushindi. Kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 13, napenda kuwa nawaambia kila siku. Biblia inasema hivi, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna msamaha mbele za Mungu na kuna uwezo Mungu anaotupatia tukijiandaa, tukimwalika katika maisha yetu ili atupatie ushindi. Na wewe hata kama ulianguka na mwenzi wako anafahamu, basi msamaha bado unawezekana, unaweza kutembea katika upya wa uzima na Mungu akusaidie. Tusimame tuweze kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, wewe ni Mungu mwaminifu. Umetuahidi kwamba wenye moyo safi watamuona Mungu. Tunashukuru sana kwa kutuumba kwa jinsi ya ajabu na kutupatia akili zenye kuweka maamuzi sahihi. Tunaomba utusaidie tena kukuchagua wewe katika kila jaribu litakalo kuja upande wetu, utupatie ushindi.
msaidie hata yule anayehitaji kubadilika na kuanza maisha upya ndani yako, katika jina lake Yesu, amen.